Kwa nini mali za Joseph Kabila zimefungiwa? Hili ni swali ambalo watu wengi wanajiuliza, hasa kutokana na historia yake kama rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kuondoka madarakani mwaka 2019, Kabila aliacha nyuma mfumo mkubwa wa kisiasa na ushawishi mkubwa ndani ya nchi. Hata hivyo, kuingia kwa rais mpya Felix Tshisekedi kulileta mabadiliko makubwa ya uongozi na mitazamo ya kisiasa. Moja ya sababu kubwa zinazotajwa ni tuhuma za rushwa na matumizi mabaya ya mali ya umma. Serikali mpya ilianza uchunguzi mikataba ya madini pamoja na fedha zilizokuwa zikitumika wakati wa utawala wa zamani. Pia kulikuwa na shinikizo kutokana na jumuiya ya kimataifa ikiwemo nchi za Ulaya na Marekani ambazo ziliweka vikwazo kwa baadhi ya viongozi wa zamani wa Kongo kwa madai ya ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Sababu nyingine ni masuala ya usalama wa taifa. Katika baadhi ya ripoti kuna madai ya uwepo wa mahusiano kati ya wanasiasa wa zamani na makundi ya waasi mashariki mwa nchi, jambo ambalo linaendelea kuleta taharuki hadi leo. Ni muhimu kuelewa kwamba kufungiwa kwa mali si hukumu ya mwisho. Mara nyingi ni hatua ya muda inayochukuliwa wakati uchunguzi unaendelea, ili kuzuia uhamishaji wa fedha au ushahidi. Kwa kifupi, kufungiwa kwa mali za Kabila kunahusishwa na siasa, uchunguzi wa kifedha, shinikizo la kimataifa na hali ya usalama wa nchi. Hata hivyo, ukweli kamili unategemeana na matokeo ya uchunguzi na maamuzi ya mahakama.